Darasa letu linafunguliwa na aya maarufu. Ama ya kwanza, Allah anasema, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu kisawasawa. Ninyi ni marehemu watarajiwa. Muda wa kurudi kwangu ukifika, muda wa kufa ukifika, msife isipokuwa mfe aliyekuwa ni nani? Ni Waislamu. Aya nyingine nasema, enyi mlioamini, mcheni Mola wenu na kuweni wa kweli. Kwa kuimarisha utaratibu huu wa kumcha Mola wenu na kuwa wa kweli, ahadi juu ya watu hao ni kufanywa wepesi mambo yao, kutengenezewa mambo yao, kutengenekewa mambo yao. Tukimcha Mwenyezi Mungu na tukawa wa kweli, basi ni sababu ya mambo yetu kuwa vizuri. Mambo hayo yawe ya kiuchumi, kwa namna yoyote. Mambo hayo yawe mahusiano yetu katika ndoa baina ya mke na nani? Na mume. Tutarajie mambo yetu kuwa mazuri kwenye ndoa endapo tukaimarisha nguvu ya imani na nguvu ya kimaadili. Ndugu zanguni, kwa hilo anasema Bwana Mtume SAW, idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Enyi wanawake, enyi mawali wenye mamlaka ya kuozesha, enyi waolewa, ikitokezea akapiga hodi mtu ndani ya majumba yenu kwa ajili ya kuwaposa, ikitokezea ninyi mawali akaja mtu akabisha hodi kwa ajili ya kumuoa binti yenu, msimsukume huyo binti, bali lindeni imani yake, mpelekeni mikono salama. Mume anayestahili kupewa nafasi, enyi wanawake, mume anayefaa kumpa moyo wako, mume anayestahili kuja kuwa dereva wa moyo wako maishani mwako, ni lazima mume huyu umpime kwa vitu vingapi? Viwili. Dini yake hiyo nzuri, yani awe vizuri kwenye dini. Kwa nini? Dini ya mke iko chini ya nani? Ya mume. Ukiolewa na mume mwenye dini, tukiwaozesha waume wenye dini, ndio salama ya dini ya mabinti zetu. Lakini jambo la pili, jiridhishe tabia yake. Tabia ya mwanamke iko mikononi mwa nani? Mwa mume. Mume akiwa mwema na wewe utakuwa mwema. Mume akipoteza virutubisho vya wema, usitarajie mwanadada na wewe utakuwa mwema. Haya maisha tunayoona kwenye nyumba, watu wameoana ndoa ya Kiislamu, walikuwa na matarajio makubwa sana, lakini siku zinavyozidi kwenda matarajio yote yanaondoka. Shida nini? Kuna maneno wanasema waungwana, muungwana ukianguka usiangalie ulipoangukia, bali uangalie ulipo jikwaa. Rudi nyuma, uondoe vizuizi, safari iendelee. Darasa letu hewani ni maisha Bwana Mtume SAW na wakeze. Alikuwa na wake takriban 11, lakini hatuwezi tukakosa kumtaja namba 1 Bi Khadija. Hatuwezi kumwacha kumtaja Aisha. Zainab naye anasema na mimi nitajeni. Hafsa binti Umar anasema na mimi nimo. Bi Sauda, Maimuna, kina Umu Salama, wapo wamejaa tele. Sasa kwa kuangalia maisha haya, cha kwanza maisha ya Mtume SAW na wake zake, kwanza kabisa huyu mume mwenyewe alistahili kuitwa mume. Alivaa kiatu namba 10 na mguu namba ngapi? Namba 10. Leo kuna baadhi ya waume wamevaa viatu namba 10, lakini ukiwaangalia haswa miguu yao
namba 2, yani hawatoshi kwa maneno mengine. Unaona Kwa hivyo huyu alistahiki, alitosha ucha Mungu wa hali ya juu, lakini na ubora wake wa tabia. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, upo juu kitabia wewe. Aliweza kutosha nafasi ya kuwa mume kwenye ndoa. Yeye ndio sterling wa movie hii, yeye ndio kiongozi wa taasisi hii. Alikuwa vizuri kwenye uchamungu na tabia. Kwa nini alibeba virutubisho hivi vya uchamungu na tabia? Alikuwa anakwenda kuwa msimamizi wa familia, msimamizi wa wake zake. Wake waje mikono salama. Mikono salama kwenu wanawake mnaokwenda kuolewa ni kwa mume mwenye dini na mwenye tabia nzuri. Wale wote wanawake mnaolia na ndoa mzielewi zinawatesa, angalieni hivi viwango hivi mlivizingatia. Usianze kulalamika na matokeo, urudi kwenye chanzo. Kuna maneno yanasema mchawi wa mtu ni mtu mwenyewe. Kwa hiyo inawezekana wewe ni sababu ya kuyaharibu maisha yako ya ndoa. Ulikosa kuyasikia maagizo haya. Anapowajieni mtu wa kuoa, sharti mjiridhishe. Sio anavalia mkanda kiunoni, kaka ananichanganya na atakuchanganya sana, ukome maishani. Unaacha maneno ya Mtume sallam, unaacha maelekezo ya Mola wako aliyokuumba. Salama yako mwanamke ni mume mwenye dini, ni mume mwenye tabia nzuri. Huyo ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu waumini, dini ya kiongozi inasomeka, tabia ya kiongozi inasomeka, basi atarajie kheri muongozwa. Alivuma, watu wakawa wanamuita, sio anajiita, watu wanamuita as-sadiqu al-amin, msema kweli muaminifu. Mke anahitaji mume mkweli. Katika maisha yako mke unahitaji mume muaminifu. Mume asokuwa mkweli si rafiki kuwa dereva wa moyo wako. Mume aliyepoteza uaminifu si rafiki kuwa dereva wa moyo wako. Vipi unampa usukano? Ndugu zanguni, CV hii ya ukweli na uaminifu imembeba hata yeye kustahili kuonekana anatosha kuwa mume katika macho ya Bi Hadija, mwanamke mwenzenu. Aliweza kumwajiri katika miongoni mwa misafara ya biashara kabla hata kujulikana kama atakuwa mume. Alionyesha uaminifu wa hali ya juu na ukweli, akaleta faida kubwa kutoka Sham, faida ambayo ilivunja rekodi kwa wale waliowahi kumletea faida. Tunapata funzo hapa kwamba kumbe mikono salama ni mume mwaminifu. Bi Hadija hakuichezea fursa. Bi Hadija hakuitupa fursa, akaichangamkia. Kaona kabisa huyu anafaa kuwa dereva wa moyo wangu. Huyu nikabidhi kwake hisia zangu, nitakuwa mikono salama. Mwanamke mwenzenu kaichangamkia fursa. Fursa unaitafuta. Kuna mahala inakutafuta, lakini mara nyingi itafute. Bi Hadija kaitafuta fursa. Hakusubiri fursa ya kutafutwa. Kumbe taninyo wanawake mna nafasi. Kimwona mwanamume amekaa vizuri anasomeka, jitoe, mwambie nimekupenda, nataka unipose, unioe. Wala usio na wasiwasi kwamba sasa akinikatalia sintaonekana nimejibebisha. Mbona sisi tunajibebisha kwenu? Tupo tunaokubaliwa na wengine mnatukataa. Ndio utaratibu wa maisha. Lakini huyu ni mwanamke wa mwanzo akajitoa baada ya kujiridhisha, huyu atakuwa ni mume sahihi. Tukumbuke Hadija hii ilikuwa sio ndoa yake ya kwanza. Alishapata kuolewa ndoa nyingine, lakini hakuwa nayo kwa wakati huo tena. Kwa hiyo anaingia ndoa ya pili, hakufanya kosa, sasa anachagua mume sahihi. Kufanya kosa ni kosa.
na kurudia kosa ni kuongeza kosa. Haya ndio maneno ya kitaalamu. Achaneni na maneno ya Uswahilini eti kufanya kosa sio kosa. No, kufanya kosa ni kosa na kurudia kosa ni kuongeza kosa. Allah atufahamishe tusiwe miongoni mwa wenye kuchezea dini. Hisia za mapenzi zitaleleka kwa wanandoa kwa mume mkweli mwaminifu. Ukibahatika kuolewa na mume mkweli mwaminifu, huyu atakutunzia hisia. Tambueni kuna wanawake leo kwenye ndoa wamejeruhiwa, wameangukia mikononi mwa waume sio wa kweli, sio waaminifu. Wamebakia kutabasamu usoni, lakini mioyo inavuja nini? Inavuja damu na hawana hamu. Ushakuwa na vitoto vitatu tena kwa operation, na uenda hata kizazi umeondolewa. Sasa hata ukiacha utaolewa na nani wewe? Inabidi ubaki pale unatabasamu, lakini moyo unavuja damu. Mume sifa zote mbovu mbovu ndio zimesheena. Wanawake wanalia sana kwenye ndoa. Naam. Hisia zitaleleka kwa mume mwenye dini, mwenye tabia. Atayajua mahitaji yako. Ukija kwenye ndoa atajua namna ya kukulea. Yeye mwenyewe kwa kuwa na uwezo wa kujilea, huyu ndio anaweza pia kukulea na wewe. Lakini kama mume hawezi kujilea, atakulea wewe? Hawezi kulea. Kama mume anateketea na mipira, hawezi kujilea huyo. Atakuwa mume sahihi kwenye ndoa huyo? Hawezi kuwa mume sahihi. Natambua mwalimu, wanawake wengi mnalia kwenye majumba, hamjapata waume sahihi. Yawezekana mume akapata mke, lakini wanawake wengi hamjapata waume kwenye majumba. Huu ndio ukweli. Au inawezekana mke akapata mume, lakini baadhi ya waume hawajapata wake, wana vituko, wana fotokopi za mtaani, ili mradi aliyekula kala, mradi kushiba, funika kombe mwana haramu apite ili mradi. Na nyimpo kwenye ndoa. Karibuni sana darasani. Tunahitaji kubeba virutubisho sahihi. Umma wa Kiislamu unahitaji kujifunza katika maisha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Wakati naendelea kufungua mafaili, inatosha na wewe mdau wetu, hebu iangalie ndoa yako na mumeo inakidhi viwango, imetimiza vigezo, au unasukuma siku unasubiri kufa ili mradi. Naam. Mtume sallam alisimama kama msimamizi, mwangalizi wa familia. Alitenga muda wa kuisimamia familia. Allah anasema kwenye Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Ewe nabii, anza kwanza kuingiza dini kwa mkeo. Mpe malezi mke. Simama nyuma ya mkeo kwa dini yake. Mjenge mkeo kimaadili. Mke avae hijabu. Mke aijaze imani, ili mke huyu aje kukupa ushirikiano katika kukitengeneza kizazi ndani ya nyumba. Aya inaanza, anaambiwa mume aanze kumlea mke, ampe dini mke. Akifanikiwa kumlea mke, mke ukikaa vizuri, dini yako iko vizuri, basi ndio anaambiwa wabanatika, ndio upate mdomo wa kuwapa malezi mabinti. Kina mama mlolewa, msitegemee mabinti wataheshimu hijabu wakati ninyi kina mama mvai hijabu. Kwa hivyo aya hii inatufundisha mume yote anayefanikiwa katika kusimamia familia ni yule anayepata ushirikiano kutoka kwa mke. Mke, beba dini, uwe mshirika mwenza katika hii safari ya kwenda akhera, mkono kwa mkono mpaka peponi. Naam, mume bora anahitaji mke bora.
mume bora, mke bora, hawa ndio watakuwa na uhakika kupata kizazi bora. Tusitarajie kupata bidhaa bora ikiwa mitambo mibovu. Wazazi tusahau kupata watoto wenye maadili ikiwa sisi wenyewe hayo maadili hatuna. Kwa aya hii Allah anamwambia Mtume sallam, anza kumpa malezi ya dini mke wako, muingizie dini mke wako. Ukishafanikiwa level ya mke, hatua ya pili, wa banatika, na binti. Kwa nini? Binti hataweza kubeba athari ya dini ikiwa mama asomeki. Al-ummu madrasatul ula. Wanasema wenye kusema kwamba mwanamke ndio mwalimu namba ngapi? Namba 1. Binti atasoma hijabu kwa mama. Mama ukiwa madhubuti katika stara, utamfanya binti naye awe madhubuti. Lakini mama ukipoteza madhubuti, unapoteza usimamizi. Wewe ndio msemaji, ndio mwangalizi, muda mwingi watoto wapo mikononi mwako. Je, wewe ni mikono salama? Ewe mwanamama, popote ulipo duniani, wewe ni mikono salama? Ni kweli unatosha kuwa mama au fotokopi? Ni huyo binti yako unayemuona anategemea uimara kutoka kwako. Unasomeka? Unatosha wewe kuwa mama bora? Naam, tunaendelea. Ndugu zangu, ni kwa hivyo tunaona katika dini tuanze ngazi ya familia ili tutengeneze timu itakayosimamia malezi ya watoto. Maisha ya Mtume na wake zake ni darasa tosha kwetu sisi waumini. Ndoa zetu zisimamishe Uislamu. Ndoa yangu na ndoa yako isimamishe Uislamu. Ndoa za mitume zimesimamisha nini? Uislamu. Naam. Iangalie ndoa ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam na mke wake Hajara na Sara. Kwa upande mwingine, ndoa ya Ibrahimu na Hajara imemtengeneza Ismail. Ismail imekuwa sababu ya tukio zima la watu kwenda hija. Ndoa hii imesimamisha Uislamu. Ndoa ya mzee Imran na mke wake imemleta Maryam. Hata alipokuja kuwa baba mlezi msimamizi Zakaria hakupata tabu. Ndoa imeusimamisha Uislamu. Wamechomoka watoto wenye maadili wakina Ismail, hata walipotakiwa kuchinjwa walikubali. Ndoa bora inasimamisha Uislamu. Imemuibua mtoto mwenye maadili Maryam, mwanamke mwenzenu huyo. Naona paka nafikia bale hajui tendo la ndoa, amehifadhika. Wako wapi kina Maryam leo? Ujanja mwingi mbele, kiza. Nyie mabinti, rudini hayo maneno. Ujanja mwingi mbele, kiza. Ndege mjanja ajiandae kunaswa na tundu bovu. Acheni machepele. Muungwana ukiambiwa ambilizika. Huu ndio Uislamu. Kwa hivyo maisha ya Mtume na wake zake yalitafsiri Qur'ani na Sunna kivitendo. Na ndio maana alipoulizwa bi Aisha radhiallahu anha, vipi kuhusu tabia ya Mtume? Aisha anafunguka kwa mdomo mpana, anawajibu maswahaba, khulquhu khulqul Qur'an. Msipate tabu kuniuliza mimi nikiwa msemaji wake ndani, naishi naye kitanda kimoja, tunaamka, tunajuana kama matandu na ukoko. Tabia yake, namna mnavyoiona Qur'ani, ndio Mtume jinsi alivyo. Ikiwa Qur'ani imekataza kusema uongo, Mtume si muongo. Ikiwa Qur'ani inatangaza uaminifu, Mtume namba 1. Ikiwa Qur'ani inataka watu wawe kweli, Mtume mkweli namba 1. Ikiwa Qur'ani imekataza uzinzi, Mtume hayupo. Yani kila kilichoamrishwa yeye ndiyo anakitekeleza kwa maneno na nini na vitendo. Kwa hivyo msemaji ndani amepewa nafasi atoe siri ya yule anayemsemea. Vipi kwa mfano mwanamama wewe ulizwe, vipi tabia ya mmeo? Hivi mme wako yukoje? Hebu tupe kiwango chake cha dini. Hebu msemee mmeo. Unaweza ukamsemea leo? Upewe nafasi. Si ajabu utasema tu shabiki kweli la mipira hiyo.
Shabiki la mipira linakaa kwenye vijio vya kahawa, mzigo wa kuleta matumizi ndani na libeba mpaka zigo limenishinda, hana mapenzi, mtemi, utajaza hivi. Lakini msemaji huyu anamsemea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba tabia ya mtume yani ni Qur'ani ilivyo ndivyo alivyo yeye. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tabia zetu ziambatane na Qur'an. Tutakuwa tayari kina mama. Allah atukubali, Allah atuchague. Naam. Kwa hivyo karibuni darasani. Popote ulipo duniani tunakufikia, tuongezeane virutubisho. Bado umma wa Kiislamu una deni kubwa la kupokea fungu la kimaarifa, hususan katika swala zima la mahusiano. Tunamwangalia mtume na mahusiano yake ndani ya ndoa, maisha ya mtume na wake zake. Maisha ya mtume na wake zake ni maisha yaliyotafsiri Qur'ani kwa maneno na vitendo. Msemaji anathibitisha. Naam, Allah anazidi kurekodi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa amur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha. Waamrisha watu wako kuswali. Ewe mume, iamrishe familia yako ifanye ibada na wewe mwenyewe ukiwa mfano. Haya ndio maisha ya Mtume sallam. Alikuwa anaamrisha familia ifanye ibada na yeye mwenyewe akiwa mfano. Mume bora, maisha bora ya ndoa ni maisha ya Bwana Mtume sallam na wake zake. Anawaamrisha ibada na yeye mwenyewe ndio mfano. Ni wanaume wangapi leo wana program za kuamrisha familia ibada? Ni wanaume wangapi wanatenga muda wa kukaa na familia? Wanaume wangapi tuna deni kwenye familia, tunatenga muda tukae na familia, tusome Qur'ani, tufanye shura, tujadili yenye kujadiliwa ili safari yetu ya kwenda akhera iwe nyepesi. Kina mama mnasemaje? Hao wanaume wanaonekana kwenye majumba? Hebu zungumzeni Zanzibar hapa. Mnaonaje? Mnapata haki ya kutengewa muda mkajadili mambo ya akhera? Hebu kumbuka mara ngapi mnakaa na mume mnasoma Qur'an. Eti kina mama au na huko hamna? Huko nyisi makandogo Zanzibar. Au ilikuwa zamani? Maana juzi napita na kwenda Nungwi kufanya muhadhara na kina mama, napita njiani saa 10 ile, wezi amini watu wamejaa kwenye ma TV, waume makundi kwa makundi wanaangalia nini? Mpira. Wengine mpaka magharibi nafika hata darasani msikitini wahudhuriaji hamna. Unyonge gani umekuta huo? Hawa wanafaa kuwa waume hawa? Fotokopi. Maana katika msafara wa mamba na kenge nao wamo. Kwa hivyo maisha ya mtume na wake zake, mtume anaambiwa awaamrishe familia ibada na mwenyewe mstari wa mbele. Kwa kweli laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Bila shaka tunao mfano wa kuiga kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waamini wenzangu, darasa tosha tuishi na nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuiangalie nyumba yetu mimi na wewe. Ni kweli tunaitendea haki taasisi ya familia? Mtume aliyatosha maisha ya ndoa, cha Mungu wa hali ya juu na maadili. Wenzetu waliungana katika ndoa, walioana Kiislamu na waliweza kuishi Kiislamu. Tofauti na sisi tunaoana Kiislamu lakini maisha ya Uislamu kwenye majumba shida. Majumba yametawaliwa na mitaarabu, misizoni, miziki. Kiziangalia nyumba za Waislamu hata ratiba ya dini haipo. Sasa hizi nyumba gani hizi? Nyumba zinachachafwa na mawakala wa ibilisi, masizoni, mataarabu, kidole juu, kidole juu. Kidole juu cha nini wewe? Kitakuwa kidole chini motoni siku ya kiyama. Kina mama, hali mbaya sana katika majumba. Wazetu walifanikiwa, lakini walioona Kiislamu hawakuweza kuishi kikafiri. Kuna maneno yanasema mwiba unapoingia ndipo unapoishi na muda wa kutoka ndipo unapotokea. Yawezekana mwiba ukaingia mguuni ukaja ukatoa kwenye pua. Kama tumeingia kwenye maisha ya ndoa kidini, salama yetu tuishi kidini.
Huu ndio Uislamu. Naam, twashindwa kuishi Kiislamu. Leo wanandoa tumebakia kuwa kama waigizaji. Tulitamanishana wakati wa kuchumbiana, kila mmoja alimdhania vizuri mwenza wake. Lakini baada ya kuja kwenye ndoa hali haziko hivyo. Usemaye ndiye na usemaye ndiye siye. Sasa maisha gani? What kind of life is this? Maisha gani haya? Maisha gani ya kisanii haya? Haikuwa ndoa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na nani? Na wake zake. Lakini tukimsachi Mtume katika mahusiano, katika mahusiano, kwa hakika aliweza kuitafsiri Qur'an na Sunna kivitendo.